Tuko eneo la Modogashe na ni kwamba tangu tuanze safari hii ya kuelekea katika gatuzi la Wajir kuangazia vile kiangazi kimeweza kuathiri wakaazi ambao wanajulikana kuwa wengi wao ni wafugaji katika kaunti hii ya Wajir, ni kwamba pindi tulipoanza kuingia katika kaunti ya Wajir katika eneo bunge la Wajir Kusini, haswa pale Habaswein, tuliweza kupatana njiani na mizoga ya wanyama wengi ambao walifariki, na kufariki kwao kumetokana na kile kiangazi ambacho kinaonekana kuathiri maisha yao katika eneo hilo. Vile vile tuliweza kuzungumza na wafugaji wengi ambao kwa sasa wanasema kitambo walikuwa wanaweza kuuza mifugo yao kwa bei ya juu kuanzia 10,000 kwenda chini, na ni kwamba tangu kiangazi kianze mpaka sasa mifugo yao imedhoofika, na pale wanapoelekea katika masoko kuuza mifugo yao bei imeshuka kuanzia 10,000 ambapo walikuwa wanaweza kujimudu kimaisha, na kwa sasa bei imeshuka na kufikia mpaka shilingi 600, na ukiangalia hii ni kwamba ni hasara kubwa kwao. Kwa hiyo wanatarajia kwamba serikali ya kaunti ya Wajir na pia wafadhili wataweza kuja na kusaidia maisha yao. Vile vile katika sekta ya masomo ni kwamba wanafunzi wengi wamejipata wakitoka shuleni ili aidha kwenda kusaidia wazazi wao katika kutafuta lishe ya mifugo, na hii imefanya wanafunzi wengi kutorejea shuleni. Kuna shule ambayo tulitembelea ya Dilmanyale katika eneo bunge la Wajir South, ambapo naibu mwalimu mkuu alisema kwamba wanafunzi angalau 20 hawajaingia shuleni tangu kufunguliwa, na ni kwamba ile kiangazi kinaathiri kuja kwao kwa shule. Kwa hivyo ni matumaini kwamba wataweza kusaidiwa, kama vile labda maji kuletwa na zile lori ambazo zinaleta maji katika eneo hili ili waweze kusaidika, maji haya yawekwe kwenye tangi. Kumbuka kwamba maji haya yanatumika na walimu, yanatumika na wanafunzi katika chakula kile ambacho kinapikwa, na pia yanatumika na maeneo ambayo yako karibu. Kwa hiyo tuliweza pia kuzungumza na maafisa kutoka katika kaunti ya Wajir ambao wamesema kwa sasa kile wanategemea ni malori mengi ambayo yanaweza kuzungusha maji katika eneo la Wajir, na vile vile kujaribu kuchimba au kufukua vile visima ambavyo vilikuwa vimechimbwa ili kuweza kusaidia wengi. Na kifupi ni kwamba katika kaunti hii watu wengi wameathirika na wanahitaji usaidizi, lakini tukumbuke kwamba baadaye hapo saa 3 tutaleta taarifa kamili kuhusiana na jambo hili, lakini kwa sasa ni kufikishe kwa mwenzangu